maisha yetu. Maisha yetu yako wapi? Maisha yetu Mola tuonyeshe maisha yetu. Atakuwa amenishtukia huyu, sio kwangu niangalia kiasi hichi. Acha nipige chini yangu asungura. Oya mganga kijana, unachokifanya katika mashamba wenyewe sio jambo kizuri. Kwa hiyo unapaswa uache mara moja na uondoke. Mbona nini? Wewe bwana. Bwana na kweli? Usidhani umejificha. Mimi nakuona vizuri tu na macho yangu ya nyama. Wenzio huanga saa 6 za manane. Shangaa wewe wafanya mchana jua kali tena hadharani. Hivi haogopi? Hapana, haiwezekani wewe kuniona. Kisha sio nikuitie mtu aje kuangalie? Hapana, haina haja ya kuabishana. Kiukweli nilikuwa ninamwigiza Mwakatobe mchawi kwenye sinema ya Choti Gudani. Kweli dunia na watu wake. Halafu mmesema waigiza, mbona mimi sioni kamera yoyote kwenye hili eneo? Samahani, nilikuwa nafanya majaribio tu. Sawa, acha mimi nikuache nisije nikakupotezea muda wako wa kushuti sinema ya Mwakatobe wa Choti Gudani. Heri endelea kushuti Mwakatobe wa Choti Gudani. Mshenzi mmoja. Sasa mimi nafanya nini hapa? Hebu ngoja niondoke. Oh, maisha yetu. Maisha yetu yako wapi? Maisha yetu Mola tuonyeshe maisha yetu. Nimekuita hapa, nataka tujadili kuhusu ule mpango wetu wa kuuza shamba. Ana dalali nimempata, nataka tuliuze lile shamba. Kaka nikicha hivi za chaji humu. Kaa wege. Nakuita hapa kukuuliza ushauri, bali nimekuita hapa ili tujadili namna nzuri ya kuliuza lile shamba bila vita. Naona wewe kaka umejisaulisha. Sasa ngoja nikukumbushe. Kaka, unakumbuka mimi nilikwambiaje? Hapa shamba haliuzwi. Na nikiamua jambo lazima litimie. Na mimi ndo dada Asha. Nakubata, acha kutema supu. Kumbuka, shamba ni mali yangu mimi. Na mimi kushirikisha wewe ni kama unapoteza muda. Na maamuzi ya kuliuza shamba yako juu yangu mimi, na sio wewe. Kumbuka, hata katika ukoo wetu mwanamke hafai kurithi mali yoyote ya wazazi wake, lakini mwanaume ndo anarithi kila kitu ambacho waliachiwa na wazazi wao. Umenisikia wewe karagosi cha kutupa? Kaka kumbuka, hiyo ilikuwa jadi lakini sio sasa. Karne hii hakuna cha mwanamke wala cha mwanaume, kila mtu anarithi. Maana kila mtu na haki sawa ya mwenzake. Niona nini? Yaani kama bwege, mimi nimetoka kuzungumza, urithi ni wa kwangu mimi, alafu wewe waleta maneno yako kikaragosi wewe. God me.
nimemaliza mtoka muda sasa, na nimegundua mada unaizungumza hapa hai make sense kabisa. Tulia wewe mpumbavu, ulikosa haya. Kama unakijua sina Kizungu, kwa nini hukufundisha mwalimu wako? Na mamako Ashura kikodo king'anizi. Unajaribu kunifundisha mimi Kizungu? Unaona mimi sijui Kizungu? Dick shit. Kwa hiyo kaka, umefika mpaka huko. Sio hilo tu utafika hata kwa chakula. Wewe kazi yako ni kula na kujaza choo, lakini hakuna kazi yote ambayo unafanya. Mimi nikautafutia, alafu hivi hebu ungane mkono tuuze shamba ili tupate pesa tununue chakula, lakini wewe unajifanya king'anizi. Ili kuapisha shari, ni bora tu niondoke kwa sababu unauzunguzia mpuzi sana we. Kwa hiyo unaniita mimi mpuzi? Sasa nakwambia kwanza leo katafute bwana olewe, uondoke nyumbani kwangu. Nadhani umenielewa. Wewe asema wenzako waelewe, mbona wewe hujaolewa? God damn it! Wewe usinichekechekee mimi. Nana olewe, nataka nikuwe. Wewe bosha, lakini mimi hainitii pressure, mimi ndo Asha. Wewe nadhani yule anijui vizuri. Mimi ndo Crash, mtoto wa James Kikoto King'anizi. Mama yangu alikuwa anaitwa Ashura Kikoto King'anizi. Hapa lazima shamba liuzwe, iwe kwa jua, iwe kwa mvua, iwe kwa moto na iwe kwa maji. Lazima shamba niliuze. Nitamfundisha fundisho ambalo hajawahi kukutana nalo maishani mwake. Atajua mimi ndo Crash. Maisha yetu yako wapi? Maisha yetu Mola tuonyeshe maisha yetu. Mkia marashi, tumba mtumba.
Mtumba, mtumba. Mtumba, mtumba, mtumba. Mtumba, mtumba. Hapa naona hakuna. Mtumba, mtumba, mtumba. 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 Mtumba. Kia marashi nukia perfume. Kia marashi hii wanaita Balenciaga. Mtumba yako na mwana 20. Mtumba yako na mwana mtumba. Kama utaki niluka mtumba mako. Basi nenda. Mtumba. Mizimu. Kila nitakapokutana na wale vijana, hao ndio wanakuwa wakaanza kunisanukia. Nini lakini mizimu? Hili hutokea ni kwa sababu huu ni wakati wa vuli, na Mungu huwa akona nguvu na anawalinda sana watu wake, maana ametoka katika kusherekewa Krismasi. Nimeelewa, lakini jambo hili likijirudia tena tutaonana wabaya. Unachopaswa kufanya ni kuwa mwangalifu na kuwa makini, maana sisi tuko pamoja na wewe, ila Mungu yu pamoja nao. Kwa hiyo hapa ni kama vita ya kuvutana, tutake kujua nani hakuna nguvu zaidi kushinda mwenzake. Sawa, mpango ni ule ule wa kuchukua nyota, lakini nataka wale vijana wakuwa upande wangu. Jambo hilo tuachie sisi, tutafanya kila kitu na jinsi tuwezavyo kuhakikisha wale vijana tunawamiliki wewe, maana wewe ndo kila kitu kwetu. Kuwa mwangalifu na tenda kama inavyotakikana. Harini mizimu.
kidogo. Ninachokihitaji ni pesa zangu na sio kitu chingine chochote kile. Milioni yangu ninahitaji na sio kitu kingine chochote kile. Sivyo utaniona wabaya. Mimi ndo Jeram, mwamba mkubwa sana. Lakini kwa nini mimi kila siku ni kunionea? Nimefanya kipi kibaya ambacho mimi sistahili utulivu, sistahili amani? Kwa nini inaniuma mimi kuteseka kila siku? Yaani mimi nimewafanya nini? Nimetenda kipi kibaya? Nioneeni hata huruma. Hali yangu yenyewe ndo hii ngumu. Mimi sitaki kujua mambo yoyote ile. Mimi ninachonihitaji sana ni hela yangu. Sitaki mambo yoyote yafanyike. Mimi nahitaji hela yangu. Maisha yako, maisha yangu. Usiponilipa hela yangu, nitakuonyesha moto. Ndio ikawa kasi. Jichagulie yako ya Krismasi, jichagulie 20. Jichagulie ng'ombe yako. Ndio nini? Mm-hmm.